ni rasmi uwanja utatumika kwenye mechi za ligi kuu. Unafikiri kwamba kulikuwa kuna haja kuendelea na matengenezo ili waangalie pia namna ya kuweza kutumia uwanja mwingine tofauti na pale? Bado mimi naamini hata wenye mamlaka wenyewe kwa sababu wana vigezo vyao ya kuweza kuruhusu uwanja uweze kutumika. Liti walikuwa wanamikia issue ya majukwaa, lakini kulikuwa na jukwaa moja kubwa, jukwaa kuu lilikuwepo, watu ambao waweza kukaa kutosha tu. Kiangalia ule uwanja bado majukwaa hamna. Sana mle ni mashimo wale kama vile ilikuwa inachimbwa, afu pembeni ndo kuna ukuta. Kwa watu wakiingia watasimama uwanja mzima. Na sehemu yenyewe ambapo alikuwepo leo hii mgeni rasmi ilikuwa kama tent kwa pembeni hivi, ndio kwamba yani kuna shughuli maalum tu, yani kama harusi vile kipaimala au birthday, yani ndio zinakuwa vile, so uwanja mpira miguu. Kwa hiyo nikiuangalia kwa level ligi kuu haule baadaye ndio ndio kama mtani huko sawa. Kwa hiyo naamini hata ni mamlaka na wao wanaweza kaangalia, na hata kwa Singida kwa sababu pia ni kama chanzo cha mapato, ili waweze kupata watu wengi lazima waweke eneo ambalo ni salama kwao, na wao pia wataenjoy kuangalia burudani ya mchezo. Kwa mfano kama leo hii baada ya mvua kunyesha, wachezaji na viongozi wapata sehemu ya kwenda kukaa baada ya mvua kunyesha, lakini mashabiki wamekimbilia sehemu gani? Dressing room, labda wachezaji waweza kusema kwamba wamenufaika na wachezaji na viongozi. Mashabiki wameenda wapi? Mbona shida iliyopo? Yes. Kwa mfano KMC juzi kilopita walikuja na gari, maana kuingia kwenye gari lao. Kuna mechi ya dabi, mvua ilinyesha, lakini KMC kuna maeneo mengi sana ambapo hata mashabiki mvua ikinyesha mnaweza mkakaa mpaka mvua ikaisha. Lakini kwa pale palivyo, yani kama tumpo sema la wazi, kwa mvua ikinyesha kama ndio unaona gari ndio gari, lakini wengine KMC asilimia kubwa zaidi yani imekuwa favorite kwa wale VIP pamoja na BMB na waandishi wa habari, lakini mashabiki bado mtataabika. Lakini kuna eneo ambalo unaweza ukakimbia ukajificha mvua ikiwa inanyesha. Basi hakuna haja ya kulaumu sana pia. Sasa wale pale hiyo hata ile General Samuyo Mje Samuyo sasa majukwaa yapo, lakini sio pande zote. Nafikiri upande wa magoli ndio kidogo, upande wa magoli ndio bado, lakini hata yale ambayo yapo kule ni makubwa, na hata mechi Yanga uwanja unaweza kujaa. Okay, mtu wa Singida, hii ni hatua kubwa sana ambayo tumeiona. Kwa kesi ambazo kuna zinisikia muda leo, sio kuna geti inamaliziwa, sio na nini, kuna vitu tukaona pale of course vimetimia, lakini kwa siku zinazofuata mpaka kufika tarehe 1 ligi inavyorejea, nafikiri wana mechi dhidi ya Azam, ni mechi yao ya kwanza. Yes, watakuwa wamefikia level fulani ambayo itakuwa ni nzuri sana, na hata kuanza kwa msimu unaofuata tunaweza kushuhudia kikubwa zaidi ya hiki ambacho tunakiona kwa sasa. Ni picha kamili, maana tumemsikia hapa naibu waziri wa michezo azungumzia issue nzima ya Simba Yanga kwamba hawa wakiamua hata ndani ya mwaka tu wanaweza kamiliki uwanja wa level ile au zaidi ya pale. Ni ujumbe, ni message ambayo Simba na Yanga zinaweza zikaza na upokea na timu nyingine kwa uzito huu. Simba na Yanga ni timu mbili ambazo huwezi ukazilinganisha na yoyote yule nchi. Uwanja atakaojenga Singida, uwanja atakaojenga Azam, uwanja atakaojenga KMC, uwanja atakaojenga JKT Tanzania, yawezekana kihadhi ukisema uwanja ule utoe title kwamba uwanja huu unamilikiwa na KMC, useme uwanja huu unamilikiwa na Yanga au uwanja huu unamilikiwa na Simba, itakuwa ni downgrade moja kubwa sana. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Leo kwenye makadirio tu Young Africans na Simba wanagarantia kushiriki michuano mikubwa, wanagarantia viwanja vyao au michezo yao kuhodhi mashabiki wengi zaidi. Assumptions ambazo zilifanyika mwaka jana, nakumbuka wakati kuna presentation ya hoja ya kwanza ilikuwa presentation ya Simba kwenye kipindi kile wanapitisha ile michango kwa ajili ya uwanja. Pili ikaja presentation ya Young Africans wakati wanatoa ramani ya uwanja wao. Hoja iliyokuwa mezani ni kwamba minimum kitu ambacho wanakiexpect kwa mashabiki au idadi ya mashabiki wanaoexpect ni mashabiki takriban 10,000 mpaka 15,000 kwenye game za kawaida. Kwa hiyo Yanga Simba kujenga uwanja is not only iwe sehemu ya kucheza, yani kwamba twendeni tukacheza, no. Yanga na Simba kujenga uwanja, it has to be a place ambayo una uhakika utakusanya watu 15,000, minimum utakusanya watu 30,000. Sasa hawa watu wawili ambao tunawazungumza hapa, ukitoa tu hiyo eneo la kujenga uwanja labda wa kuhodhi watu 15,000 watu 30,000, kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho guaranteed ni kwamba wewe una uwanja wenye hadhi ya kuhodhi michuano mikubwa barani Afrika. Leo Singida let's say akifika hatua ya makundi michuano ya CAF
Singida ataenda Benjamin Mkapa. Leo Azam akifika makundi, Azam ataenda Benjamin Mkapa. Leo Namungo akifika makundi, Namungo ataenda Benjamin Mkapa. Leo KMC akifika makundi ana uwanja wake lakini ataenda Benjamin Mkapa. Leo JKT Tanzania wana uwanja wao lakini wakifika hatua ya makundi itabidi waende Benjamin Mkapa. Kwa sababu gani? Hivi viwanja walivyonavyo ni sehemu nzuri yenye hadhi ya kuchezewa ligi kuu Tanzania bara. Simba na Yanga project zao haziwi limited kwenye ligi kuu Tanzania bara peke yake. Simba na Yanga project zao inabidi zi-exceed, ziende zikawaze tujenge kitu chenye hadhi ya michuano ya CAF, kwamba tuondokane na kuutembelea uwanja wa Benjamin Mkapa pale ambapo tutatakiwa kucheza michuano ya kimataifa. Lakini kampeni zimechukua muda mrefu sana. Kuchukua muda mrefu ni sehemu mojawapo tu ya fikra ambazo viongozi wanazo. Hapa katikati changamoto zipo. Young Africans pale ukiwauliza kwa nini hawajajenga uwanja mpaka leo, watakwambia serikali imewazuia kujenga uwanja hivi sasa mpaka wakamilishe mradi wa Mto Msimbazi. Which serikali yenyewe ilitoka front ikasema kwamba hapa kuna mradi wa Mto Msimbazi, utakapokamilika mradi wa Mto Msimbazi tutaruhusu Yanga kujenga kitu ambacho hakijulikani ni lini. Yes, kitu ambacho hakijulikani ni lini. Inawezekana miaka 2, miaka 3, miaka 4 whatsoever. Sasa hawa watu ambao tunawazungumza hapa Simba na Yanga, mimi kwangu naelewa kwamba watu wanatamani kuona Simba na Yanga na viwanja vyao, lakini tuulize, je, hizi club zina uwezo mkubwa kiasi gani kutengeneza hizo stadiums? Kwa sababu hapa tuongelee complex, hapa tuongelee tu sehemu ya kwenda. Simba na Yanga hazinatakiwa zijenge stadiums. Kile tunachokiona pale Singida ile ni complex tu, kwa sababu una uwanja tu wa mazoezi, unaweza kaona majengo 2 matatu, that's it. Azam pale tunachokiona ile ni complex, kwamba ni uwanja fulani tu kana majukwaa left and right hizo. Simba na Yanga wanatakiwa kujenga stadiums, sehemu ambazo zitabaki kama historia ya klabu yao kwa muda mrefu, lakini pia zitakuwa sehemu ambazo hizi timu zinaenda kucheza michuano mikubwa bila kupata bugudha yoyote ile. Leo tunamwongelea mtu kama Orlando Pirates. Orlando Pirates ana ile Orlando Pirates Stadium, eneo ambalo limewafanya kuondokana na kucheza michezo yao mikubwa FNB Stadium. Hawachezi FNB, wanaenda wanakipiga kwenye dimba lao. Simba tuliona alienda pale kwenye dimba lao. Kwa hiyo Simba na Yanga hazitakiwi kujenga viwanja kama cha Singida. Simba na Yanga hazitakiwi kujenga uwanja kama wa Namungo. Simba na Yanga hazitakiwi kujenga uwanja kama KMC. Simba na Yanga zinatakiwa zijenge viwanja vyenye hadhi ya juu. Kwa hiyo labda kama sehemu ya kupusha watu, tulikuwa nazungumza hapa kipindi cha budget za hizi timu. Budget ya Simba kwa mwaka inagoti kwenye bilioni 25. Budget ya Yanga inagoti humo katikati. Kitu pekee ambacho kinafanya limitation ya kujenga viwanja ni pesa. Kama una budget ya bilioni 25, Nsajigwa atanisaidia hapa, Ahli wanajenga uwanja ambao budget yao inafika hiyo bilioni 20. Imagine Ahli wanajenga uwanja wenye budget ya bilioni 20, lakini sisi kwetu bilioni 20 ndio budget ya kurun timu msimu mzima. Walitaja idadi ya mashabiki 40. Yeah. Kwa unakuja kujikuta kwamba budget za klabu yetu haziruhusu hizi timu kumiliki hivyo viwanja vya bilioni 20 ama kumiliki hizo stadiums. Mtu atakwambia kwa nini msijenge kama KMC Complex? Narudi tena kwenye hoja. Hadhi ya hizi timu sio kumiliki complex. Hadhi ya hizi timu ni kumiliki stadiums. Ndio maana leo ukiwaona Young Africans ama ukiwaona Simba Sports Club wanasafiri na Costa, utawa question. Kwa nini Simba usafiri na Costa? Kwa nini Yanga usafiri na Costa? Sababu sio hadhi yao. Leo ukiona Young Africans wanaenda uwanjani, bukta hazieleweki, wanavaa jezi za Kariakoo T90, utawahoji mbona mnavaa T90 mpaka leo? Utawahoji Simba. Kwa hiyo hoja hapa ni hadhi ambayo inawachelewesha hizi timu mbili ifikie kwenye level ambayo watu wengi tunatamani kwa. Hadhi hizi timu mbili ni kubwa sana kiasi kwamba wakiamua kujenga uwanja wanatakiwa kujenga stadiums. Ukiangalia sasa gharama ya kujenga stadiums ni kubwa kuliko kitu ambacho wao wana uwezo nacho. Na kuongezea hapo, unajua kwenye issue ya hadhi, unaona kama ile uwanja wa Singida pale ulipo hauna tofauti kabisa na Bunju Simba Moren. Yaani ni vile vile. Kwa baadhi vipimo. Sizungumzie vipimo vya pitch. Yaani jinsi uwanja ulivyo. Ile pitch ipo pale ulivyozungushiwa na dressing room, si ule ukuta. Ni vile vile tu. Lakini kwa Simba ile ni training complex. Ndio hadhi ambayo tunaisema. Amegusia hapa Ahali. Ukienda Mock Tritesh ambayo ndio training complex Ahali, ni uwanja upo kama Azam kabisa. Na una majukwaa ya kutosha. Inawezekana hata ni watu wengi kuliko Azam Complex. Lakini kwa sababu ya hadhi ya Ahali, ile ni training complex tu. Wakasubiba kama muda umefika kwamba wanaweza kujenga uwanja wao, sisi ndio hapo kwenye hiyo project. Kwa hata Simba na Yanga, mimi si tamani sana kuona mtu anasikia nini anafanisha, labda sababu JKT wana Majesa Muyo, watu 20 lazima nao wana kaonja kama kale. Hawezi kaa hivyo. KMC wana uwanja kwa 50. Kwa na uwanja kuna faida nyingi.
hizo fedha tuzikatai, kuna faida nyingi sana. Lakini sasa lazima pia iwe pale pale. Sio lazima pale popote pale. Kama hii issue kwamba bwana serikali kwamba huu mradi mpaka ukamilike, lakini kwa sababu zao za msingi yangu kwa nini wanajenga pale ni eneo la kihistoria, kwa sababu zao za msingi ambazo zinaeleweka kabisa. Kwa sio lazima walazimishe uende sehemu nyingine. Ikifika wakati ambao wakiona wana uhitaji kujenga watajenga. Ametolea mfano wa Orlando Pirates. Orlando uwanja unaingiza watu 37. Yaani kitachomfanya Orlando aondoke pale si kwamba hauna vigezo vya FIFA au CAF kucheza mechi pale. Hapana, ni idadi tu ya mashabiki. Kwa mfano mechi za derby, kwa sababu unajua zina watu wengi sana. Kwa wasipunguze pesa kupata, peke FNB watu 94. Mechi yake zidi ya Mamelodi pia akiwa nyumbani, kwa sababu itaingiza watu wengi zaidi ya 37. Anapeka FNB. Lakini si kwa sababu eti pitch au uwanja una hadhi ya kucheza. Kishuhudia uwanja wa Mkapa hivi karibuni kwenye minongono yetu tukasema uwanja wa Meja Jenerali Samoyo ni mkubwa sana. Muongezeka ule uwanja wa saizi wa Singida. Umeona ile vipimo eneo la kuchezea? Tuondoke kwenye ile issue. Tutizame game kwa dakika ambazo tumezishuhudia sasa. Japokuwa kuna changamoto kidogo ya tunyaki za matangazo. Kwa dakika chache zile ambazo umeshuhudia, mabadiliko ya kikosi ya Africans pia tumeyaona. Upande wa Singida pia vivyo hivyo. Ikangalombo ameanza kuandika goli. Sofa baadaye tukashuhudia Maruf Chakena anafunga goli, japo kulikuwa kuna msaada wa upepo pia. Kutokana na mvua kubwa ambayo iliende of course ilikuwa inanyesha ikiambatana na nini na upepo mkali. Goli ni goli. Na hapo naungana na msemaji wetu Hussein Masanza kwamba ule uwanja umewekwa zindiko. Hatufungwi kwa namna yoyote ile. Tukiwa tunafungwa hata upepo utatusaidia. Acha bwana. Leo tulikuwa tunafungwa moja, lakini upepo umeamua kutusaidia, mpira umeingia. Na kuna sehemu upepo ukasahau kama unakusaidia Jonathan Soa So ana mapenzi ya kucheza Yanga. Tutaanza kumkagua. Mbona vile siku ya kwanza si aliwafunga hapa nini? Wapi hapa anakosaje pale? Mapenzi ameanza leo. Mama kwanza alifunga. Lakini kwa mechi kama ya leo ama kwa wanasema kwa game kama ya leo ndio game pekee Singida ya kushinda ama kuokota hata alama moja. Jamani, tukiongea ule ukweli tuzungumze mimi na wewe. Singida hii timu inaitwa Singida. Tukiongelea timu ambazo zimetoka pale Singida Regions. Singida United ishai kumtoa Yanga kwenye mashindano ya FA Cup. It means ashai kushinda kwa Yanga. Lakini timu ya Singida is a fact by the way, haijai kuifunga Simba. Timu yoyote inayotoka Singida wala kuambulia sare kwa Simba. Labda tutarejea msimu uliopita ambao naye ilikuwa Singida ilikuwa ni IHF ambao ndio walitoka nao sare. Nakumbuka ile mpaka mzee wetu alichukua kofia akabamiza chini. Magoli Fred anakosa magoli. That was the only area ambayo Simba alifanikiwa ama Singida alifanikiwa kuchukua alama kwa Simba. Kwa hiyo ukisema kwamba Singida hajaimfunga Yanga, hapana. Tulishamuondoa Yanga sisi kwenye michuano ya FA. Tukusanye zile dakika tulizozishuhudia. Zinafika ngapi? Mambo ya ufundi hasa tunazungumzia sasa. Kama nusu saa hivi. Kwa zile dakika sasa kama 30 ambazo tunazizungumzia hapa. Uliona test ile ambayo of course maybe hawa wachezaji wanaweza katuonesha kitu ligi itakaporejea, lakini wengine wanaingia kwenye kombe la TFF hapa. Africans wana ratiba hiyo. Kwa upande wa Singida wenyeji Unajua Emmanuel Keke was very good, ukiangalia hajapoteza test yake ya uchezaji. Kwa asilimia kubwa mechi ambazo hazina demand kubwa ya matokeo, kwa sababu kwa faida ya unachokipata baada ya matokeo hayo, wao tunaenda tunaangalia namna ambavyo timu ina cooperate wao kama wao kwenye phase zote kuanzia nyuma. Unaangalia eneo la ulinzi, ni sehemu ambayo mara kadhaa huwa Singida linawapa shida. Msimu huu amekuwa anaruhusu sana mabao. Leo uliangalia certain story, bado walikuwa wanaruhusu sana kupokea mashambulizi kutoka kwa Yanga kwa nyakati tofauti. Max Zengeli unaweza kumuona Kangalombo amesumbua sana eneo hilo, japokuwa amepata katika attempt 3 ambazo zilikuwa very clear. Ile ambayo alimchupia ametacha, nyingine alipiga bila kutazama kwa umakini, na ile ambayo la bao uliona kabisa ni kama aliwazidi kasi, sharpness mabeki backline ya upande wa Singida akaweza kuadhibu au karibia kuadhibu. Kwa hiyo bado kuna shaky defense setup ambayo Mwalimu David Ouma anatakiwa kuendelea kupambana nayo. Kwa hiyo ni eneo ambalo nimeliona. Upande wa goalkeeping kwa Singida, I have been saying every day kwamba
Yes, ukiachana Obasanjo ambaye yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa Nigeria, Metacha ni moja ya makipa wazuri sana, lakini nadhani dakika 90 ile game awareness and focus dakika 90 ni kama kuna muda huwa ana lose focus, na hiyo sio mara ya kwanza kumuona, imewahi kumtokea hata akiwa Yanga. Kwa hiyo ni sema ambao anapaswa yeye kama yeye kuboresha, kwa sababu ni kipa ambaye pia anategemewa na taifa. Lakini upande kuanzia eneo la kiungo kwenda mbele battles zilikuwa za kiwango kikubwa sana. Fitness level, kuna mahali ulikuwa unaona Damaro anakutana na wachezaji wa Yanga kinawaka kweli, unasema yes, this team kwa upande wa fitness level they are very good. Upande wa attacking hakuna kitu kilipotea sana. Zipo nyakati ambazo pia Singida walikuwa wangeweza kuadhibu Yanga, lakini they didn't. Kwa namna moja ama nyingine. Hata hiyo Soa ambao tunauliza alitaka kufunga goli fancy kwa sababu alishamwacha goalkeeper, ni sehemu tu ya kutap tu kuacha mpira uende, akataka kusogea ama kufanya kitu chochote. Kwa Yanga yes, ni rotation ya la lazima kutokana na wachezaji wengi key players wapo kwa majukumu ya timu ya taifa. Mwingine sababu mbalimbali. Yes, mwingine sababu mbalimbali. Ukiangalia setup ya upande wa beki wa kati alikaa Andambwilo pamoja na Boka. Yes, mara nyingi Andambwilo alikuwa ndo anayebaki kama sweeper, Boka alikuwa akienda na kurudi. Kibabage the same, Kibwana pamoja na kwamba ujio wa Mwenda umemweka bench, lakini fitness level yake, sharpness amekuwa akioverlap. Moyo amecheza eneo nzuri sana. Ukimwangalia mchezaji ambaye huwa hapati namba kwa wakati ni wale wa namba 6 namba 8 siku ya leo, Mkude pamoja na Sure Boy, lakini ukiangalia ni kama huwa wanacheza kila siku. Kwa hiyo the fitness level, combination play, setup pamoja kuto kuwepo wachezaji, lakini kikosi cha Hamdi Mwalin Hamdi Milud wamekuwa wakicheza vile vile, yani setup yao haijabadilika. Kwa unajua kabisa kikosi, the group iko pamoja na imemwelewa mwalimu, na wangekuwa na uwezo wa kupata mabao mengi dhidi ya mpinzani yoyote kama wangekuwa makini. Kwa hiyo nadhani upande wa pitch kwenye kiwanja tumeshuhudia mechi kwa dakika chache tulizoshuhudia, lakini ilikuwa ni mechi ambayo unaona kila upande ulikuwa kujaribu ku-apply vile ambavyo wamekuwa wakifanyia kazi kwenye mazoezi. Tunaelekea kwenye Federation Cup tarehe 26 stand dhidi ya Giraffe Academy, Simba Sports Club dhidi ya Big Man, hiyo ni tarehe 27. Tarehe 28 Tabora United dhidi ya Kagera Sugar, na Jumamosi tarehe 29 Young Africans dhidi ya Songea United. Ukitoa mechi ya tarehe 29 pia Mashujaa dhidi ya kikosi cha Pamba. Na hii game nayo ni tarehe 29. Bwana Ikangalombo umeona? Naweza kanipigia tathmini mchezaji wa aina gani leo? Japo dakika ni chache sana, lakini leo mwalimu the way alivyoanza, manake alitaka kumpa karibu dakika zote. Endapo mechi pata picha kamili kwa dakika zile zilizomshuhudia leo na michezo mingine ambao wamecheza, kitokea kuna kitu kinaongezeka, kuna utofauti mkubwa. Mechi ya kwanza ikazi ya Pamba ile tuke bench. Mechi ambayo alivyokuwa anacheza yeye na wenzake kidogo kulikuwa kuna utofautisho wa chemistry. Alikuwa ni mgeni kwenye timu. Lakini hii kuna namna ambavyo ni kama ameanza kujua namna ambavyo wenzake wanacheza. Mpaka hizo nafasi zinamangukia, maana yake hata mikimbio wenzake pia anajua. Ameongea na nafasi 3 kiacha moja ambayo ameweza kuifunga. Kwa hiyo kuna improvement kubwa ambayo nimeweza kuiona. Kicha pili pia nimeona ni mtu ambaye licha kwamba anatokea pembeni, lakini uwezo wako pia kufunga magoli ni mkubwa sana. Ukiacha goli ambalo amelifunga mechi ya FA Yanga alicheza Misanti gani, lakini kwa ni KMC alipiga acrobatic hivi kala kwa nguzo ile kwa Coast. Yes, kwa mechi ya Coast ndio apigwa chuma ngapi zile mwalimu akasema 3-1. Sasa ukiangalia maeneo ambayo huwa na kamera nyingi na nafasi zinapomdondokea, ile ni sifa mshambuliaji wa katikati kabisa. Kuna mtu ambaye unaamini nafasi zikiwa nyingi kiasi hicho, akiendelea kuadapt mazingira vizuri, kuzoeana na wenzake, inawezekana mtu ambaye akana contribute magoli mengi sana kwenye eneo la shambuliaji la klabu ya Yanga.